Aliyekuwa nyota wa klabu ya Manchester United Rio Ferdinand mapema hii leo Mei 20 mwaka 2026 ameanza rasmi ziara yake nchini Tanzania kwa kusafiri kwa treni ya kisasa ya SGR kuelekea Dodoma, safari ambayo imeibua msisimko mkubwa sana miongoni mwa mashabiki wa soka na wananchi pia ambao walikuwa wakifuatilia ujio wake nchini Tanzania. Lakini ameonekana akiwa ndani ya treni hiyo ya kisasa ambayo inayounganisha Dar es Salaam na Dodoma. Rio ameonekana mwenye furaha huko pia akivutiwa na maendeleo ya miundombinu ya usafiri nchini Tanzania, na baadhi ya abiria ambao walipata nafasi ya kuweza kumuona walishindwa kabisa kuficha hisia zao, wakitumia simu zao kupiga picha na kurekodi video pia za kumbukumbu na guji huyo pia wa zamani wa soka duniani. Na kwa mujibu wa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Christian Makonda amesema kwamba ujio wa Rio Ferdinand nchini una lengo la kuendeleza shughuli mbalimbali za kijamii pamoja na kuweza kuitangaza Tanzania kimataifa kupitia utalii wa michezo, kwa maana kwamba Tanzania pia iweze kujulikana huko sehemu zingine. Na tunafahamu kwamba huyu ni moja kati ya mchezaji ambaye aliwahi kukipiga kwenye moja kati ya timu maarufu duniani, Manchester United. Kwa hiyo tunaamini kwamba nafasi yake kuja Tanzania ataweza kuitangaza Tanzania kimataifa zaidi, na watu wengine kuweza kujua vivutio ambavyo sisi ambavyo tuko navyo katika nchi ya Tanzania. Lakini akiwa Dodoma, Rio pia anatarajiwa kupata nafasi ya kutembelea Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo atajionea namna shughuli za uongozi na utungaji sheria pia zinafanyika nchini, ambapo ziara hiyo pia inatajwa kuwa sehemu ya kuimarisha mahusiano ya kimataifa kupitia michezo, kidiplomasia pamoja na masuala ya kiutalii. Na mbali na Dodoma, pia ujio pia anatarajiwa kutembelea vivutio mbalimbali vya utalii ikiwemo Serengeti, Arusha, maeneo ambayo yanajulikana duniani kwa uzuri wa asili na wanyamapori, bila kusahau pia mandhari zinavyovutia maelfu ya watalii pia kila mwaka. Kupitia ziara hiyo pia Rio Ferdinand anatarajiwa pia kuwa balozi mzuri sana kuweza kuitangaza Tanzania kwa mashabiki wake duniani kote na wale ambao wamekuwa wakifuatilia kile ambacho amekuwa akifanya. Lakini ujio wake pia umeonekana kuwa chachu nyingine ya kuitangaza Tanzania kimataifa, hasa katika kipindi ambacho sekta ya utalii inaendelea kukua na kuvutia watu maarufu kutoka sehemu mbalimbali duniani. Haya, mtazamo wako ni upi? Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV kwa taarifa zaidi. Chao.